unacheka, anga linawaka, tulia sasa, pumzika roho. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavifanya vya spiritual havina muongozo wa kiroho. Kwa wale wanaweza kutusaidia kwenye maengo kama hayo. Umenielewa vizuri kuna kurogwa, kuna masuala ya uganga, kuna masuala wa kadha wa kadha, mambo ya afya na mambo mengine. Hewa ya dunia, maji, uhai, dunia. Ni wakati mwingine tena, mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania, tunakukaribisha katika mwendelezo wa exclusive interview ambazo tumekuwa tukikuletea hapa kuhusiana na elimu ya kiroho. Na leo hapa nipo na Mr. Comeback. Nadhani katika vipengele ama vipindi hivyo vilivyopita ameeleza kwa nini anaitwa Come, kwa nini ameamua kujipa hilo jina. Bila shaka tunakumbuka sote kwa pamoja. Nikukaribisha sana. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Witini Silala. Karibu sana mwalimu wetu kwa siku ya leo. Asante sana. Msalimie mtazamaji ambaye anakufuatilia hivi sasa. Sawa. Mimi zaidi ya kuambia kwamba jambo lolote lazima tuanze na kushukuru. Tumshukuru Mungu, tushukuru nguvu za universe, tushukuru ulimwengu kwa sababu umeendelea kutenda mema siku zote. Kwa hiyo tushukuru sana, lakini awali ya yote ni mshukuru pia mtazamaji na mtu ambaye anatufuatilia kupitia platform zetu za mitandao ya kijamii. Kwa ufupi salamu yangu ndio hiyo, lakini tuendelee kuombeana. Karibu sana. Asante sana Witi. Sawa. Kama ambavyo umemsikia mwalimu wetu kwa siku ya leo ambaye nitakwenda kuzungumza naye ama kufanya naye exclusive interview kuhusiana na elimu ya kiroho. Sasa mada ambayo leo tutakwenda nayo inasema hivi: kwa nini tushukuru viongozi wetu wa kiroho ama wazee wetu ama malaika wetu ambao wanatakiwa kuwa pamoja na sisi? Kwa nini tuwashukuru na kwa nini tuwaombe? Awali ya yote nimkaribishe kwanza hapa mwalimu atuambie wazee ni akina nani. Tunaposema wazee, malaika ni akina nani na wana kazi gani? Karibu. Asante sana Witi kwa mada nzuri, mada ambayo kimsingi wengi walitaka kulisikiliza na pia hata msikilizaji atakuwa ametulia kuweza kusikiliza kwa umakini sana. Sawa, mada inasema kama alivyosema Witi kwamba kwa nini tuwashukuru wazee, kwa nini tuwashukuru wazazi au viongozi wetu wa kiroho, na pengine pia hata nguvu hizi za ulimwengu. Nguvu za ulimwengu. Asante. Mada ananiongezea mada juu ya mada. Sawa. Kwanza tunatakiwa tufahamu kwamba tunaposema wazee wa kiroho ama viongozi wa kiroho tunakuwa tunakusudia nini? Tunaposema viongozi wa kiroho wako wengi sana, na viongozi wetu wa kiroho wamegawanyika katika makabila, wamegawanyika katika silka ama hulka, kama vile ambavyo sisi binadamu tulivyo. Kuna makabila, kuna species, wanawake, wanaume, na pia wapo wanadamu wa makabila fulani na nini. Kwa hata viongozi wetu wa kiroho ni hivyo. Sasa nikienda kuwataja kwa fafanua, tuanze na wazazi wetu wa kiroho, kwa maana ya wazee wetu ambao wametangulia mbele za haki. Wazazi wetu tulikuwa nao, lakini pia wametuzaa sisi, mababu zetu, mabibi zetu, tulikuwa nao katika ulimwengu huu na tuko nao pia katika ulimwengu huu. Lakini sasa ulimwengu huu una tabia mbili, tabia ya kiroho na tabia ya kimwili, kwa maana ya physical and spiritual. So sisi binadamu tunayo kawaida ya kuonana hivi kwa macho ya kawaida ya spirit, ya physical. Mimi na wewe tunaonana hapa, lakini haimaanishi kwamba tutashindwa kuonana pia katika mfumo wa kiroho. Tunaweza kuonana pia vile vile
tukiwa hivi tuna uwezo wa kuonana kwenye mfumo mwingine sana sana, na kila siku tunafanya. Kwa hivyo si lazima mpaka mtu afe kama ambavyo tumezoea tuonane kiroho. Maana yake ni kwamba tunaonana kila siku, tunawasiliana kila siku. Japokuwa sasa ni formula gani unatumia kuwasiliana katika mfumo wa kiroho? Hata simu zetu unapompigia mtu, kwani mnaonana mwili pale? Si mnawasiliana kwa njia ya kiroho? Kwani sauti inapita wapi? Si ndio? Tutafahamishana tu. Mifumo iko mingi sana kuwasiliana kiroho. Unapolala usiku ipo mingi sana kuweza kufanya communication. So kwa hawa wazazi wetu tulikuwa nao katika ulimwengu huu, baba zetu, mashangazi zetu, dada zetu, wao waliondoka katika physical wakaenda katika spiritual moja kwa moja. Umeelewa? Kama sisi ambavyo hatuwezi kwenda kwenye spiritual moja kwa moja, na wao hawawezi kuja kwenye physical moja kwa moja kwa sasa hivi, ndivyo hivyo ilivyo kwa wao sasa hivi. Wako kwenye spiritual, hawana access ya kuja kwenye ulimwengu wetu wa physical, kwa sababu tayari timeline yao ya physical yao ilisha. Umenielewa? Sasa hawa wanapokwenda katika ulimwengu huo, wanakwenda kuwa wasimamizi kwenye masuala ambayo sisi hatuwezi kuyaona. Kwa namna ifuatayo. Kwa vile vitu ambavyo pengine vinahitaji kuelekezwa kufanya, wao wanatusaidia kutuelekeza au kufanya, ambavyo vinaweza vikatusababishia sisi shida kwenye upande wa physical au spiritual hiyo pia. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavifanya vya spiritual havina muongozo wa kiroho. Kwa wale wanaweza kutusaidia kwenye maengo kama hayo. Umenielewa vizuri Kuna kurogwa, kuna masuala ya uganga, kuna masuala wa kadha, mambo ya afya na mambo mengine. Uchukue mti gani, uchukue nini, uchanganye na nini, ili japo sayansi ipo, lakini wapo ambao wanaoteshwa. Wapo watu wanaoletewa kwenye ndoto, wanaletewa kwenye hisia kwamba tumia hichi na hichi utasaidika. Hao pia wanatusaidia kwa namna nyingi sana. Pengine wanatuepusha na maajali. Unaona, unaahirisha jambo tu, hujui limeahirishwa vipi, kumbe ulipokuwa unakwenda ulikuwa na shida. Vipo vitu vingi sana ambavyo hawa wazee wanatusaidia, wazazi wetu ambao wametangulia mbele zake. Sasa nataka nifafanue vizuri hawa wazazi ambao wanaondoka kwenye ulimwengu huu kwenda kwenye ulimwengu wa kiroho, kabla sijafika kwenye malaika, kabla sijafika kwenye viumbe wengine. Wazazi wetu wa kiroho, sawa, uliza kwanza kama unataka kuuliza. Na pengine kama nimekunukuu vizuri, umesema kwamba tunawasiliana nao. Wapo huko waliko, tunawasiliana nao. Japo sisi hatuwezi kuwa kiroho moja kwa moja kama wao. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anakufuatilia kwa wasaa huu, unaweza kumwambia njia chache za namna ya kuwasiliana na hao watu kabla hujaendelea huko unakotaka kuelezea. Njia ziko nyingi, lakini kabla hujafika kwenye njia, huwezi kuwasiliana na kitu ambacho hujakijua vizuri. Nataka niwafafanulie kwanza, wawajue kwanza, afu wasiliana nao vipi. So unaweza kuwasiliana na mzazi au mzazi wako wa kiroho, si ndio? Lakini hujui ni mzazi gani, yani hujui nani anayekuja kwa wakati gani na unawasiliana naye vipi na kwa nini. Yes, ni vyema kwanza uwafahamu kwa makundi yake. Asante. Sasa hao wazazi wetu wanapokufa katika ulimwengu huo wa kiroho, wamegawanywa katika makundi. Kwa Kiingereza tunawaita ni ancestors. Sawa, unajua si kwa Kiswahili chetu chepesi tunawaita kama jina fulani hivi kama la kutisha, mizimu. Unaona? Tunaita mizimu. Unaona kama jina la tisha fulani hivi. Yes, mentality, watu wamesha vishwa vitu kutokana na imani mtu ambayo amejifunza, pengine Muislamu au Mkristo. Na hawa wazazi wote wanapokufa kule, wanakufa kwa level tofauti. Kwa mfano, kuna wale wazazi wa kiroho ambao tunaweka kwenye kundi moja ambao tunasema ni biological ancestors, ambao hawa ni wazazi wa kiroho ambao wametokana na DNA yako wewe. Sawa, familia ya kwako wewe, bibi yako, babu yako, mama yako, si ndio, baba yako. Hawa tunasema ni wale ambao wanatokana na DNA yako moja kwa moja. Hawa sasa wanakuwa wako karibu na wewe zaidi.
na wana uwezo wa kukupa msaada haraka sana kuliko hata wale ambao kwenye magrupu mengine ambao nitawataja. Utajua kuwatumia vizuri. Lakini pia lazima ujue sababu ya kusaidiwa. Lakini pia lazima ujue na wao kwa nini wako kule wanakusaidia. Si lazima pia ujue. Sasa wazazi wetu hawa ambao tulionao katika ulimwengu huu, na sisi pia tutakuwa wazazi pia vile vile, na ni wazazi tutaondoka katika ulimwengu huu. Haimaanishi walivyoondoka katika ule ulimwengu walipokule kwenye ulimwengu wa kiroho, haimaanishi kwamba zoezi la kuendelea kutusimamia limeisha. Bado linaendelea. Tunawasiliana kupitia nafsi zetu, kupitia roho zetu, tunawasiliana vizuri sana. Sasa basi, wanapokufa ili grupu ambao ni biological ancestors, hawa wazazi wa kiroho wanapokufa, huwa kuna vitu wanavilenga. Mojawapo, kuna wakati wanaondoka katika ulimwengu huu, inategemea waliondoka katika mazingira gani. Aidha waliuawa, aidha walikufa kifo cha wema, au walikufa kifo kibaya cha ubaya. Kwa wanapokufa kule, maana yake inategemea huku aliondoka na mrindikano wa vitu gani, aliondoka na furushi la aina gani. Nanielewa na nipata vizuri? Kwa hilo furushi hilo ndo atakaloenda nalo kule. Sasa akienda nalo kule, anayakuta pia ya kule. Umenielewa? Kwa hiyo akichukua ya huku na ya kule, anaanza kuona utofauti. Pengine aliyokuwa anayafanya huku alikuwa hayajui, anayafanya kwa kutokujua. Sasa akienda kule, anatamani kurekebisha kupitia DNA yake. Umenielewa vizuri? Yani mfano wewe umekufa hapa, umeondoka, umeacha watoto huku. Umefika kule, umeona ukweli, kumbe ukweli ndo huu. Alafu kule unaona watu wana act, yani vitu haviko real, yani haviko reality. Si ndio? Si utatamani kubadilisha huko? Yani itabidi uwe na mtoto wako karibu, yani ndugu zako na nini, yani angalau wape miongozo hata kwa ishara na dalili, mtu ajikwae afanye, yani ili aelewe kile unachokimaanisha, ni kwamba mnavyoenda sio sahihi, unatakiwa kwenda hivi. Hewa ya dunia, maji, uhai, dunia, moyo, roho inacheka, anga linawaka. Tulia sasa, pumzika roho.